Vita kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran vimeendelea kurindima, ambapo Tehran imesema itaendeleza mbinyo katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Netanyahu akisema wanaendelea kuziponda Iran na Hezbollah. Ndege ya Marekani ya KC-135 ya kuongeza mafuta angani imeanguka magharibi mwa Iraq, huku ndege ya pili iliyohusika katika tukio hilo ikifanikiwa kutoa salama. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani kanda mashariki ya kati CENTCOM, kuanguka kwa ndege hiyo hakujasababishwa na shambulio la adui, ingawa jeshi la Iran limedai katika taarifa yake kwamba kundi moja washirika wao nchini Iraq ndiyo limeidungua ndege hiyo kwa kombora na kuua wafanyakazi wote. KC-135 ni ndege ya 4 ya kijeshi ya Marekani kuanguka tangu vita hivyo vizuke, baada ya ndege 3 za F-15 kuangushwa kwa bahati mbaya Kuwait. Kwingineko, nchi za Ghuba zimeendelea kubeba mzigo mkubwa wa mashambulizi ya kisasi kutoka Iran, ambako picha kutoka Bahrain zilionyesha moshi mzito angani baada ya shambulio kwenye maghala ya mafuta, huku wakazi wakielekezwa wakae ndani na kufunga madirisha yao. Ndege za drone pia zimesababisha uharibifu kwa mara nyingine katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na katikati ya jiji la Dubai, wakati Saudi Arabia ikisema kwamba imezidungua drone zilizokuwa zikielekezwa katika kisima chake cha mafuta cha Shaiba na eneo la majengo ya balozi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa kampeni ya pamoja Marekani na Israel inaendelea kuikandamiza Iran na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Akizungumza kwa njia ya television, Netanyahu amesema vita dhidi ya Iran vinalenga kuwawekea wa Iran mazingira ya kuuangusha utawala wao pamoja na kudhoofisha programu zake za nyuklia na makombora. Katika maelezo yake ya kina kuhusu vita, Netanyahu alisema kwamba anataka kutumia mzozo huo kuondoa madarakani utawala wa viongozi wa kidini mjini Tehran. Netanyahu pia ametuma ujumbe binafsi kwa kiongozi mpya wa Iran akisema kuwa wamemuondoa mtawala wa zamani na mtawala mpya aliyemtaja kuwa kibaraka wa jeshi la walinzi wa mapinduzi hawezi hata kuonyesha uso wake hadharani. Wakati hayo yakiendelea, Iran imeapa kuwa itaifanya Marekani ijutie kulishambulia taifa hilo la Kiislamu, ikisema kuwa itaendeleza mbinyo katika mlango wa bahari wa Hormuz, hatua ambayo imesababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi. Rais Donald Trump ametoa kauli nyingine akisema vita dhidi ya Iran vinaendelea kwa kasi sana baada ya kiongozi mpya wa Tehran Ayatollah Mujtaba Khamenei kuapa kwamba watakubali kutishwa katika ujumbe wake wa kwanza kwa umma. Rubaa za kimataifa, Teofani Ngitu.